ni madereva kutokuwa angali na kutofuata maelekezo ya wasimamizi wale yale maeneo. Kuna alternative barabara kutoka hapo kwenye hiyo shida ambayo iliyotokea, lakini kwa sababu ni ndefu, wao hawakutaka kwenda upande ule, wakataka kwenda sehemu ambayo wangeweza kufika kwa haraka, na wakakaidi na katokea kilichotokea. Lakini hatukurudi nyuma, tukajaribu kuwaokoa. Lakini ushauri wako tunaochukua, niseme tu kwa bajeti ijayo na kwa msimamizi kwa maelekezo ambayo viongozi wetu wametupa, ni kuhakikishia hii barabara Seronera mpaka Nabi itapata suluhisho. Hapana. Mimi mwenyewe nina wasiwasi sana na hilo suluhisho. Kama bajeti yenyewe mnayotenga ni bilioni 3, wakati lile daraja moja tu la Kiboko linakula hiyo bilioni 3 hiyo. Likiwekwa serious bridge pale, linaenda na hiyo hela yote. Sasa hii mnatuambia mtatusaidia kweli kwa eneo lote bilioni 3? Niongeze tu kusema kuwa vikao vya juzi vya wizara na ujio wa CC, kama nilivyosema mwanzo, kuna marekebisho maeneo ambayo ilikuwa iwe ni culvert. Kuna baadhi ya maeneo inabadilika, baada ya kuwa culvert inakuwa ni daraja fupi nani. Kwa hiyo budget itaongezeka, na bado sisi tuko katika utekelezaji wa maandalizi ya budget ya shirika katika ngazi ya hifadhi. Na kwa hiyo sisi tunaikataa hii budget. Kama road board ya mkoa tunakurudishia hiyo budget, sio realistic, kulingana na hitajio na umuhimu wa ile barabara. Tunaomba ije budget inayofanana na changamoto iliyopo na umuhimu wa ile barabara. Bilioni 3? Hapana. Hiyo havilingani kabisa. Lakini nikiri tunafurahi kwamba na nyie mmeliona kwamba haitoshi. Sasa kama haitoshi, sisi hatuwezi kuipokea hapa. Tupate kitu kinacholingana na ukweli. Kikao hiki kinafanya kazi kwa msingi mmoja mkubwa, realism. Sasa sisi ambao tumepewa dhamana na serikali ya kusimamia miundombinu hii katika maeneo haya, tukilikubali hili, tutaonekana na sisi sio watendaji wazuri. Jamii inatutizama, tuko na wawakilishi wa wananchi hapa, wanatutizama huko, tukalikubali hili si sawa. Kwa hiyo tu ni labda niseme tu rasi wajumbe, sijui ni waulize, mmeikubali au tumrudishie bajeti yake? Naona Mheshimiwa Waitara. Na tumejadili changamoto nyingi zilizopo hapa. Hawa ni wawekezaji. Tunazungumza hapa kwenye kikao cha mkoa kuzungumza namna kuondoa shida ya barabara mahali ambapo inatuingizia fedha nyingi katika nchi hii. Kwa hiyo naunga mkono wazo kwamba hii bajeti tuikatae, waende wafanye utafiti wa kutosha, waje na kitu ambacho kimekamilika, ikienda kutengenezwa hayo ya hizo clip hizo kwamba gari imepelekwa sio na maji, watu wamekuwa hapa katika hifadhi ambayo tuna tuzo nyingi za kimataifa. Mwenyekiti, ili jambo halikubaliki. Kwa hiyo rudi nayo wakaandae bajeti ambayo inatosha ili tupitishe, wafanye marekebisho katika barabara na hifadhi yetu ya Serengeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili swala la barabara ya Serengeti National Park, mimi ningependa kutoa mawazo yangu. Hapo zamani hawa watu wa TANAPA, Senapa, walikuwa wanatoa fedha zao wenyewe kwa ajili ya kutengeneza miradi. Yaani ile collection walikuwa wanatoa some amount, wanafanya maintenance ya airstrips zao, barabara pamoja na hizo structures. Sasa hivi ina maana fedha zote inakusanywa inaenda serikali kuu. Kwa hiyo na wao ingekuwa ni vyema wakapewa budget kama wanavyopewa watu wa TARURA na watu wa TANROADS. Kwa sababu hii crisis iliyotokea juzi imekuwa ni changamoto sana, kwa sababu kama kuna gari moja ilisombwa na ilikuwa ina watalii ndani yake. Na ukizingatia sisi Tanzania in general tunapata
mapato mengi sana kupitia Serengeti National Park. Kwa hiyo ningependa kushauri hii swala la miundombinu ya hifadhini iweze kupewa priority kubwa, na hata hii budget waliweka bilioni 3.18 sidhani kama inaweza ikasustain. Kwa hiyo ningependa kushauri hili jambo liwekwe hivyo, lakini pia kama Serengeti ama TANAPA collection endelea kwenda serikali kuu kama kawaida, basi hawa watu wapewe budget kama ambavyo wanapewa budget watu wa TARURA pamoja na TANROADS. Hao ndio kwa mawazo yangu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Serengeti, wewe si una budget yako bwana? Kama bodi, lakini waangalie sura, yani waiangalie sura ya Serengeti National Park na ukubwa wa kikao hiki. Taarifa zinazokuja kwenye kikao hiki ziwe taarifa ambazo zimehakikiwa vizuri, isije kaonekana kwamba na sisi wajumbe wa kikao hiki tumeshiriki kupika taarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.